Habari za asubuhi jamani, habari za kuamka, habari za toka jana. Kwa wale ambao wananifuatilia na ambao ndo kwanza wanaziona leo klipu zangu na ambao wanaendelea na ambao wataendelea kuona klipu zangu. Kumekucha salama, na mshukuru Mungu, afya nzuri pamoja na ndugu zangu, tupo vizuri. Harakati zetu zinaendelea kama kawaida. Jana nilikutana na maswali kwa wale ambao wamenifuatilia au walishaanza kunifuatilia muda mrefu. Jana nilikutana na maswali. Kuna maswali nimeuliza. Swali la kwanza wameuliza, kuna mtu aliniambia kwamba kwa sisi ambao tuna hela nyingi na idea tumeipenda, tuna hela nyingi, yani kiasi ulichokuwa umekiongelea kinaweza ikawa zaidi ya mara 3, mara 5 au mara 10 au zaidi hata hayo mara 10 yenyewe, yani ikawa ni zaidi ya hela nyingi. Niwakumbushe tu, sisi lengo tusitumwe na mtu, yani sisi tujitegemee wenyewe, lakini tuwe na maisha yetu mazuri, tuwe na biashara zetu, manake hatutaki kuajiriwa. Sisi hatutaki kuajiriwa na mtu. Yani sisi hatutaki kutumwa. Mimi sitaki kuwa mtumwa wa mtu. Mimi natakiwa niwe mtumwa ambaye najituma mwenyewe. Yani lengo tusaidiane, tuwe na maisha mazuri, lakini kila mtu ajitume mwenyewe. Yani mimi natakiwa nijitume mwenyewe, na wewe ndugu yangu ujitume mwenyewe. Kwamba ulichokuwa nacho kinakuridhisha, kinakuamsha muda mzuri, kinakulaza muda mzuri, unyanyasiki, uteseki, uambiwi kwa nini umekuja saa hizi, kwa nini umechelewa. Kwa sababu sisi hizi shughuli zetu tunazozifanya au haya mambo ambayo tunaelekezana yanafanyika tukionana au tukipangiana muda au kwenye simu. Yani unaweza tukapiga simu tukapeana maelekezo, mambo mengine yakaendelea hivyo. Ila ukiwa mwanachama kunakuwa kuna process za kuonana, kupanga mambo yetu na kuongelea mambo yetu. Sasa ukiwa na kiwango kikubwa zaidi ya hapo, sisi tunakuhitaji zaidi, lakini unatakiwa uwe miongoni mwetu, kwamba na wewe pia hutaki kutumwa na mtu. Kwa hiyo faida utapata kulingana na ulichokiweka. Yani kama ulichokiweka ni kingi, basi utapata faida kulingana na ulichokiweka. Lakini ukiwa na watu wengi, ndio unaweza kuwa una nafasi kubwa kwenye unachokiingiza. Kwa haijalishi kwamba wewe unacho kingi au unacho kidogo, sisi tunakuhitaji. Swali lingine, mtu ameuliza kwamba hizo hela ambazo mimi naweka au hizo hela ambazo nataka na mimi nishiriki niweke, inakuwa kuaje? Nadhani hapo mmenielewa. Inakuwa kuaje kuhusu hela zangu, kwamba utaratibu umekaaje. Kwa hiyo maswali mengine kama hayo, labda utaratibu umekaaje, hela zangu mimi nikishakuwa nimezileta na inakuaje, ndaaminije kwamba hichi kitu kipo serious. Kwanza sisi tunahitaji watu ambao wana shida na hichi kitu ambacho sisi tunakifanya. Yani kwamba kila mtu anataka, yani mtu ambaye tunamhitaji sisi ni mtu yule ambaye anasema mimi nahitaji kufanya hichi kitu, nimekisikia, nimekielewa, nahitaji kufanya hichi kitu kwa sababu nipo. Pia cha pili, hatutaki watu vigeugeu. Yani watu ambao wanashika mambo mengi. Kama umeamua kufanya jambo moja, fanya jambo moja. Kama umeamua kufanya la kwetu au kushirikiana na sisi, kwa sababu hela pia haitaki mzaa. Hizi ni hela. Sio, umeelewa? Hela haitaki mzaa, hela haitaki kugeukana. Utakuja kulaumu watu. Kingine, sisi tunahitaji watu ambao waaminifu, sio wageugeu. Mtu anaweza kuwa sio kigeugeu lakini sio muaminifu. Sisi tunahitaji watu waaminifu. Ndio maana nimezungumzia jana kwenye clip yangu ya jana, tunahitaji watu ambao wako serious na wanachokifanya. Yani kwamba serious kivipi? Tunahitaji mtu ambaye wewe unamfahamu, yupo karibu yako. Mimi nina marafiki ambao najua huyu nikimpa hichi kitu kinafika, au nikimpa hela yangu milioni 2 inafika, au la kwangu likinikuta analifanya kama laki. Watu wao lazima katika maisha uwe nao. Huwezi kuwa una watu, yani huwezi kuwa una watu wa muhimu kwenye maisha yako. Lazima uwe na watu wa muhimu ambao wanakufuatilia, ambao wewe kila jambo lako litakuwa la kwao. Utakapoanguka, ukiteleza hata kidogo, lazima watakuwa karibu na wewe. Japokuwa marafiki wako wa karibu ndo maadui, lakini hatupo huko, kwa sababu kwenye uadui wa kumchukia mtu una nafasi yake, na kwenye maisha una nafasi yake. Sisi kuna michakato ambayo tunaiweka ukishakuwa umekubali kushirikiana na sisi, kwa sababu biashara ya hela ngumu.
Ndio maana tunafanya kwa kutegemeana. Yaani wewe unanitegemea mimi na mimi nakutegemea wewe. Maana yangu ni kwamba wewe unanitegemea mimi. Kuna mtu hela anayo lakini hajui hela yake, ili aendelee kufikia malengo yake anatakiwa afanye nini. Kuna watu ambao kwenye hiyo hela, ambao wewe unayo watakusaidia. Yaani kuna watu ambao wana misimamo. Yaani ukimpa hela basi ujue hapo kuna kazi. Wanaonielewa na nielewa. Yaani ujue hapo kuna kazi. Yaani kuna mtu ukishampa hela basi ujue hela yako ipo sehemu salama. Yaani usimamizi wa hela kuna watu tulionao wanao. Yaani usimamizi wa hela wanaujua. Kwa hiyo pia kuna mtu aliuliza swali. Sio labda niseme basi ili nijibu tu. Haina haja hata maswali kwa sababu maswali yalikuwa mengi. Niwaeleweshe kitu kingine. Wewe ukishakuwa umekuja kwenye watu watatu au umekuja na watu wako au na timu yako, kwa sababu mimi mtu wangu wewe, wewe mtu wako mimi. Mimi asisi zangu nitakuwa nazo mwenyewe. Yaani watu wangu asisi zangu, yaani watu ambao nimewaleta mimi kwenye kikundi chetu, asisi zao ninazo mimi. Na wewe asisi zako za watu wako utakuwa nazo wewe. Kwa kuna kiasi ambacho kitaingia kwenye kikundi, kuna kiasi ambacho utabaki nacho, ambacho kinaweza ikawa kwenye asilimia karibia 40 nzima unabaki nazo wewe. Kwa sababu kila siku hiyo hela inatakiwa igawanyike sehemu 3. Upate faida, izunguke kwenye biashara, na mambo mengine yaende. Maana yake kuna vikao ambavyo tutakuwa tunavifanya, sio tutakavyokuwa tunavifanya ambavyo tunafanya, kwa sababu jana tulikuwa tuna kikao na juzi tulikuwa tuna kikao. Kwa hiyo kuna pesa pia inatumika na mambo mengine ambayo tutakuwa tunawekana wazi. Yaani wewe ukinishakuwa umenitafuta, ukishakuwa karibu na mimi, maana yake kuwa karibu na mimi ni kuwa na mawasiliano. Kujua hapo tunawekana vipi sawa. Kama una lolote pia unaweza ukaniuliza. Kwa sababu sio kila kitu naongea, kuna vingine siongei. Ndio maana unaona kama kuna vitu natamani niliongee lakini siviongei. Lakini kama kuna vitu ambavyo unahitaji zaidi niongee au vijue zaidi, utanipigia simu. Namba zangu zipo na hapa nikishamaliza nitazitaja. Kwa hiyo ukishanitafuta, hiyo namba yangu napiga kawaida, natumia na WhatsApp. Kimcheki hapo, tunafanya kazi. Lengo ndugu zangu tupeane njia za maisha. Maisha tunayotokea sisi wa Tanzania au sio wa Tanzania, sisi binadamu asilimia kubwa ni magumu. Yaani hatujasoma, pengine tumesoma lakini maisha ambayo tumetoka huko tunajua wenyewe. Kuna wengine kwetu hata huo mmoja wenyewe ufanye kazi. Kwa sasa unapopata hicho kidogo unatakiwa ushikilie, uonyeshe ushirikiano na unachokipata. Kwa hiyo lengo tusaidiane, sio wewe ufeli afu kesho useme kuna tapeli alikuwa mtandaoni alikuwa anadanganya watu. Lengo sio kudanganyane. Wewe njoo, unakaribishwa, utasikiliza maelezo. Ukitakapo nitafuta utasikiliza maelezo. Ukishasikiliza maelezo utaambiwa nini kinatakiwa kifanyike. Kuna vingine siri jamani, hatuwezi kuongea moja kwa moja. Kwa lazima tuvikatishe, tusiongee vyote, vingine vya siri vile ambavyo tutaongea sisi wenyewe. Lakini hakuna pesa ambayo haina misimamo. Sisi tuna misimamo migumu ambayo wewe pia ukisema mimi nataka hichi kitu nimekipenda na kihitaji, ukipewa hiyo misimamo, kama utakubaliana nayo tutakukaribisha. Tutakukaribisha. Wengine wameniuliza kwamba biashara gani ambayo tayari mmeshaanza kufanya au biashara gani ambazo mmeshaanza kuzifanya. Kwa sababu kuna klipu juzi nilituma kama klipu 3, sema simu yangu ilikuwa imepata changamoto kidogo. Kuna baadhi ya vitu nilivyokuwa nimeenda kuiflash vilikuwa vimestika, vingine ambavyo vilikuwa mtandaoni kuna changamoto zilitokea hivyo. Tuseme tu kuna changamoto zilikuwa zimetokea. Haijalishi ni zipi, lakini mimi mwenyewe najua zilikuwa zimetokea zipi au baadhi ya watu wanafahamu kwamba nilikuwa na changamoto gani. Kwa hivyo ndugu zangu, namba zangu za simu 07 18 34 27 13. 07 18 34 27 13.
nitafute hapo. Hiyo natumia WhatsApp, ukinipigia kawaida pia unanipata. Tutaendelea kupeana maelekezo. Mimi jana ni watu waliniuliza tena swali, unapatikana sehemu gani? Mimi nipo Kinyerezi mwisho au Kinyerezi Park. Ukifika hapo ukinipigia tutawasiliana. Naona kama hizi siku mbili na hizi kama kwenye kesho hivi au leo jioni kutakuwa kuna kikao kingine. Kuna wanachama wengine wameongezeka wa kikundi, vijana wenzetu, wengine watu wazima kidogo wameongezeka. Kwa hiyo tutakuwa tunawakaribisha, na wewe kama utakuwa mmoja wao, kama utakuwa umenicheki hapo, tutajua tunafanyaje ili tuendelee kushirikiana. Jamani, maisha ni magumu, maisha tuliyotokea ni magumu. Kuna mwingine ana akili, kuna mwingine ana hela, kuna mwingine ana uwezo wa kufanya kazi. Sisi wote tunawahitaji na tunahitajiana. Mwanzo kilikuwa kitu kidogo kwa sababu tulianza watu wachache tu kwa hela ndogo, lakini sasa hivi kila mwanachama ana uwezo wa kumiliki pikipiki, kila mwanachama ana uwezo wa kumiliki bajaji. Sasa imagine wewe ndio upo pamoja na sisi na umeshafikia tu labda una pikipiki, una uhakika wa kula, wanachama wako wanaendelea kuongezeka, unaendelea kuishi vizuri, maana yake uhakika wa maisha tayari wewe unao. Na wakumbusha kitu kimoja ambacho hicho nawaibia kama siri. Kila baada ya miezi mitatu, mwanachama ambaye amemaliza miezi mitatu, maana yake atakuwa ana watu kuanzia 15. Kiwanja 20 kwa 20. Kisiwe Kariakoo, kisiwe Sinza, lakini maeneo ya pembeni haya, Chanika, Kibaha, Gongo la Mboto, Kigamboni, unanunuliwa na kikundi. Mali yako, hati ya kwako, kiwanja, miezi mitatu, upo kwenye kikundi, tayari una watu zaidi ya 15. Ukiwa na hela nyingi unakaribishwa. Hatutaki mtu atumwe, mtu anatakiwa ajitume mwenyewe, ajue nikifanya hivi naweza nikafanikiwa au naweza nikafikia malengo. Kufanikiwa ni kudra za Mwenyezi Mungu, lakini akili nazo mimi, hela unazo wewe, juhudi nazo mimi. Wewe unajua, wewe una watu, mimi sina watu. Yaani wewe una watu ambao wanakusikiliza, mimi nina hela. Wewe una watu ambao unaweza ukawapelekea biashara, ukawapelekea kitu wakanunua, mimi naweza kulima. Tunategemeana. Walionielewa wamenielewa. Kuna baadhi ya vitu vingine tutaeleweshana kama nilivyosema hapo nyuma. Namba zangu nimetaja hapo na nataja tena 0718342713. Nitafuta. Natumia WhatsApp pamoja na kawaida. Utakapokuwa umenipigia ndio tunajua tunafanyeje. Mwenye hela nyingi anahitajika, mwenye kidogo anahitajika. Kwa sababu hata sisi tulikuwa nacho kidogo, tukaanza nacho. Yaani hata hicho kimo cha 500 ambacho nimesema jana kilikuwa hakipo. Kwa hiyo tulikuwa nacho kidogo, tukaanza kupambana. Kwa hiyo hatumkatazi kwa sababu lengo ni kusaidiana. Aliyekuwa hana anatakiwa apambane awe nacho, na ambaye hanacho anatakiwa aongezewe. Yaani wewe ambao huna unatakiwa uwe nacho. Lengo letu wewe pia uwe nacho, kwa sababu unaweza kuwa una watu lakini pesa huna. Mimi nina pesa lakini wewe una watu. Tunakuhitaji ukiwa kwa hali yoyote. Tutasaidiana kwenye mawazo, tutasaidiana kwenye ushauri, tutasaidiana. Kuna watu ili wakusaidie unatakiwa utoe hela. Sisi hatutaki hela yako. Au tunaweza kuwa tunataka hela yako tayari ukishaona wewe hichi kitu kinakufaa, maana yake tutakupa maelezo, au kama haya tunayokuwa tunayatoa yamekutosheleza, basi sawa, tunakukaribisha. Namba zangu nimetaja na maelezo mengi nimetoa, nadhani nitakuwa narudia, ila nitakuwa naendelea kutoa mrejesho baadaye, kesho na siku zinazoendelea, kwa sababu bado naendelea kutoa maelezo, ila kuna muda maelezo nitakuwa story. Tutakuwa tunaendelea kufanya mambo yetu kimya kimya, kwa sababu hamna mtu ambaye anapenda maendeleo. Sisi tunaweza kuwa tunaongea vizuri, lakini kuna watu kumbe wanatuonyesha vidole. Asanteni jamani. Tutakutana kwa muda mwingine. Ukiona clip yangu naomba nicheki, namba yangu nimeitaja hapo, utanitafuta.